Elimu kwanza kabla ya kusema na kutenda. As-sabqu ila Allah laysa bilmali faqat, kushindana katika kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala si kwa mali tu peke yake. Ndugu zangu Waislamu, tunafahamu namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyokadiria mwenyewe kwa hikma zake ya kwamba wako watu ambao wana uwezo na wako ambao wana hali za kati na kati na wako ambao hali zao ni za chini. La shaka kwamba mtu akiwa ameruzukiwa mali, akitumia mali yake vizuri, itakuwa ni sababu ya yeye kujikurubisha zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika, lau mtu au Muislamu akawa na hali ambayo ni ya chini, akawa hana kitu ambacho anaweza akajikurubisha nacho kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akawa hana pesa za kuweza kuzitoa ima katika sadaka au katika baadhi ya ibada kama ibada ya hija, huyu hali yake inakuwa iko vipi? Hii ndiyo mada tunayozungumzia, kwamba kushindana katika kutafuta radhi za Allah haihitaji mali peke yake, bali yako mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka kiasi cha kwamba mwenye mali anaweza akayatumia, kadhalika na yule ambaye hana mali anaweza akayatumia, na lengo likawa ni moja, kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma nazala qaulullahi ta'ala walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim. Ndugu zangu Waislamu, ilipoteremka hii aya, wale ambao anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wale ambao wanakusanya mali, dhahabu na fedha, wala yunfiqunaha fi sabilillah, na wakawa hawazitoi zile mali katika kutafuta radhi za Allah, fabashirhum bi'adhabin alim, watu hao wabashirie adhabu iliyokuwa kali. Aya hii ndugu zangu Waislamu ilipoteremka, shaqqa dhalika ala ashabi nabii sallallahu alayhi wasallama, iliwashughulisha sana masahaba, walifikiria sana kwa sababu ifuatayo. Sababu au miongoni mwa sababu iliyowafanya masahaba ridwanullahi alaihim waifikirie hii aya, waitafakari sana hii aya, ni kwamba kaifa yaghtanimu alfaqir alkhair alkathir bila dhahab wala fidda. Hii aya imekuja kuwabeza na kuwalaumu wale ambao wanakusanya mali na wakawa hawaitoi ile mali kwa ajili ya Allah. Lakini kinyume chake, namna pia ambavyo walitafakari masahaba ni kwamba lau mtu akawa anatumia mali ambayo anaikusanya katika njia ya Allah, akawa anasimamia madaris, wanafunzi wakawa wanajifunza dini, akawa anawakumbuka maskini na watu wenye haja mbalimbali, manake huyu ile mali itakuwa ni sababu ya yeye kumpandisha daraja na kupata fadhila zilizokuwa kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ni kwa upande wa wale wenye mali. Lakini vipi lau mtu akawa hana mali? Mtu huyu anajikurubisha vipi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Jambo hilo liliwashughulisha sana masahaba, jambo ambalo lilipelekea wao kwenda kumuuliza Mtume alayhi salatu wassalam. Falidhalika saalu an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, walimuuliza Mtume alayhi salatu wassalam, ayyul mali afdal, ni mali gani ambayo ni bora, ni mali gani au jambo gani ambalo mtu anaweza kalifanya ikawa ni sababu ya yeye kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alayhi salatu wassalam akawajibu masahaba akisema, liyattakhidh ahadukum lisanan dhakira. Jambo la kwanza alilolitaja Mtume alayhi salatu wassalam ni kwamba mmoja wenu akithirishe sana kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, dhikr. Hili ni jambo ndugu zangu Waislamu, ukilitazama ni jambo ambalo halihitaji mali wala halikuhitaji labda uwe na shughuli kubwa, labda uwe unaifanya, la, ni jambo ambalo ni jepesi, unaweza ukalifanya ukiwa na shughuli yoyote ile ambayo unayoifanya. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa faida za dhikr, anasema Mtume alayhi salatu wassalam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum,
وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. Mtume alayhi salatu wassalam siku moja aliwaambia masahaba zake akiwaambia, je, nisikujulisheni bora ya matendo kwenu nyinyi na katika matendo ambayo yanapendeka zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na katika matendo ambayo ni bora kuliko mtu kutoa dhahabu na fedha. Zingatieni hichi kipengele, matendo ambayo au tendo ambalo linapendeka zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tendo ambalo ni bora kuliko mtu kutoa dhahabu kadhalika na fedha, lakini tendo ambalo ni bora kuliko hata kwenda kupigana jihad. Na sisi tunafahamu katika matendo ambayo ujira wake ni mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu ambaye amekwenda kupigana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa lengo la kunyanyua kalima ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Mtume alayhi salatu wassalam anawaambia masahaba ya kwamba, je, nisikujulisheni bora ya matendo au tendo ambalo linapendeka zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko haya matendo ambayo nimetoka kuyataja? Qalu bala ya Rasulullah. Mtume alayhi salatu wassalam akawaambia, au masahaba wakamwambia Mtume alayhi salatu wassalam, tufahamishe ya Rasulullah. Mtume alayhi salatu wassalam akawaambia, dhikrullah, ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hii tunapata kuona ujira mkubwa anaopata yule ambaye anakaa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo tutakuja kuelekeza na namna ya dhikri ziko za aina mbalimbali. Lakini katika hadithi nyingine, ndugu zangu Waislamu, jaa fuqaraul muhajirin ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam faqalu, siku moja walikuja mafakiri katika masahaba, katika muhajirin, wale ambao walihama kutoka Makka kwenda Madina, walikuja kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Faqalu, wakasema, dhahaba ahlu duthur bidarajati alula wan naim almuqim, watu wenye mali hawa wametuzidi katika daraja kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini wametuzidi? Yusalluna kama nusalli, wao wanasali kama sisi jinsi tunavyosali. Wayasumuna kama nasum, na wao wanafunga kama sisi jinsi ambavyo tunavyofunga. Walahum fadlu amwalin yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yujahidun wa yatasaddaqun, lakini wana ziada ya mali wenyewe, kitu ambacho sisi hatuna. Katika hiyo ziada ya mali ambayo wako nayo, yahujjuna biha, wanafanya ibada ya hija, na sisi tunafahamu ibada ya hija ni lazima mtu uwe na mali. Lakini wayatamirun, wanafanya ibada ya umra, wayujahidun, na wanatoa mali zao katika kuipigania dini ya Allah, kadhalika wayatasaddaqun, wanatoa sadaka. Faqala an-nabiy alayhi salatu wassalam, Mtume alayhi salatu wassalam akawaambia, kwa hivyo hawa mafakiri katika masahaba, katika muhajirun, wamekuja kushtakia. Na hapa tazama hima ya masahaba, kitu gani ambacho wao walikuwa wanakitamania. Wamekuja kushtakia kwa Mtume alayhi salatu wassalam, hawa wanasali kama sisi tunavyosali, wanafunga kama sisi tunavyofunga, lakini wao Allah amewazidishia, wana ziada ya mali ambayo wanatumia mali zao kujikurubisha zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini sisi hatuwezi kwa sababu hatuna mali. Hapo unatushauri vipi au unatuelekeza vipi ewe Mtume wa Allah? Mtume alayhi salatu wassalam akawaambia, ala uallimukum shay'an, je, nisikufundisheni kitu ambacho tudrikuna bihi man sabaqakum, mtawafikia wale ambao waliokutangulieni katika ujira, yani mkilifanya hilo jambo mtawafikia. Watasbiquna bihi man ba'dakum, na mtawazidi wale ambao kwa sasa pamoja, yani nyote hamna mali, lakini mkilifanya jambo hili mtawazidi wale ambao hawakulifanya nyinyi hilo jambo ambalo mngelifanya. Qalu, wakasema masahaba, bala ya Rasulullah, tufahamishe wewe Mtume wa Allah. Akasema Mtume alayhi salatu wassalam, tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun dubura kulli salatin 33 marra, mnachotakiwa kukifanya nyinyi
inatakiwa muwe mnaleta tasbih, mseme subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kila dhikri ambayo nimeitaja leta mara 33 kila nyuma ya swala. Kila unapomaliza kuswali swala ya faradhi leta hizi adhkar, na kama ilivyokuja katika hadithi nyingine, man sabbaha Allah wa hamida Allah wa kabbara Allah dubura kulli salatin 33 fatilka 99 wa qala tamama al-100 la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ghufirat khatayah wa in kanat mithla zabadil bahr. Atakayeleta hizo adhkar kila baada ya swala ya faradhi, subhanallah akaleta mara 33, akaleta alhamdulillah mara 33, akaleta Allahu akbar mara 33, kisha akafuatisha la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, akaleta hii mara moja, hapo idadi inakuwa imefika mara 100. Mtu huyu anasamehewa madhambi yake yote, hata kama yatakuwa ni mengi sawa na povu lile la bahari. Allahu akbar. Hizi zote ndugu zangu Waislamu ni katika fadhila na umuhimu wa dhikri na yale ambayo anayoyapata mtu ambaye anayemtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini faida kubwa ni kwamba atakayefanya haya ni kwamba huyu ni kana kwamba ametoa mali yake, au ni bora kuliko hata yule ambaye ametoa dhahabu na fedha. Kwa hivyo Mtume alayhi salatu wassalam kawaelekeza wale ambao hawajaruzukiwa mali au wana mali ambayo si nyingi, ni ndogo, ya kwamba wafungamani na jambo zima la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba wakishikamana na jambo hilo watakuwa na ujira sawa na wale ambao wanaotoa mali zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo hilo likawa limewafariji masahaba wa Mtume alayhi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, kwa haraka sababu pia ya muda, ilipokuwa dhikr ni jambo ambalo lina faida ambazo ni kubwa, ikawa pia hata sehemu ambapo anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala pia panapatikana ndani yake fadhila ambazo ni kubwa. Kuna faida 4 ambazo anazozipata yule ambaye anahudhuria katika maeneo ambayo anatajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sikilizeni maneno ya Mtume alayhi sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, majtamaa qaumun fi baitin min buyuti llah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, illa, kwamba hawajakusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Lengo lao ikawa ni nini watu hao? Na tukisema nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, hapa tunakusudia ni misikiti, kama sisi hivi tulivyokuwa leo katika misikiti hapa tumekusanyika hapa. Kisha Mtume alayhi salatu wasalam akasema lengo la watu hao likawa ni yatluna kitaba Allah, wakawa ima wanasoma kitabu cha Allah, wayatadarasunahu bainahum, au wakawa wanafundishana kitabu hicho kama sisi jinsi ambavyo tunavyofanya hapa. Watakaofanya hivyo wanapata faida kubwa 4. Faida ya kwanza, Mtume alayhi salatu wasalam anasema illa nazalat alayhimus sakina. Faida ya kwanza, watu hao watashushiwa na Allah subhanahu wa ta'ala utulivu, watashushiwa na Allah subhanahu wa ta'ala utulivu. Na anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ala bidhikrillah tatma'innul qulub, tambueni ya kwamba kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, basi nyoyo huwa zinatulizana. Unatazama Amani TV Online, amani kwa wote.